Eliza, karibu sana. Ndiyo, yako mengi ya kuzungumza, lakini taarifa kubwa Eliza kuelekea dabi ya Kariakoo bila kupoteza muda ni kama ifuatavyo. Sababu ya kwanza ni Machi 8. Sababu ya pili ni Young Africans wenyewe. Okay. Sababu ya tatu ni ripoti ambayo haijapatikana. Sababu ya 4 ni mamlaka za mpira ambazo mpaka sasa bado ziko na sintofahamu na ziliombwa kujiuzuru. Shida zinaweza zisiwe sababu nyingi au ikawa sababu moja, ila ikiwa na maelezo tu ya kutosha. Inaweza ikawa sababu moja tu, lakini inapokelewa vipi na inaenda kuathiri vipi huo mchezo. Okay. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sababu 5 nilizokupa, naweza nikasema dabi haitakuwepo kwa hizo sababu 5 nilizokuambia. Mpaka hapo anayelaumiwa ni mamlaka za mpira nchini Tanzania, ambao wao ndio walishindwa kusimamia ipasavyo kanuni siku ya tarehe 8. Okay. Kwa hiyo walishindwa kutimiza wajibu wao tarehe 8, kwa sababu tarehe 8 sababu iliyopelekea mechi kutokuwepo ni sababu pekee ya Simba ambao walidai walizuiliwa kufanya mazoezi. Lakini pia na bodi ya ligi wakaja na sababu yao. So bodi ya ligi kuja na sababu zao inamaanisha kwamba sababu ya Simba ilikuwa haijitoshelezi. Okay. Ya kusema kwamba wamezuiliwa kufanya mazoezi, lakini bodi ya ligi wakaongezea kwamba kulikuwa na viashiria vya rushwa na viashiria vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo kitu ambacho kinapelekea mpaka sasa wadau wa mpira wanashindwa kutambua kati ya hizo sababu mbili ni sababu ipi iliyopelekea mechi kuahirishwa. Bana Eliza, mimi nataka tumalizie kabla sijahamia kwa Dominic Salamba. Simba wao wamefika mbali mpaka kwa wizara kuhakikisha ya kwamba wanaomba hilo ende kufanya hata mazoezi. Wizara ndo mamlaka ya uwanja, ndo wenye uwanja wao, na hata Lipuli ana uwezo wa kuomba uwanja akafanyia mazoezi. Kwa hiyo kuruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja sio kwamba ndio sababu ambayo inapelekea kwamba kujua mechi itakuwepo. Okay. Kwa hiyo wao wameruhusiwa wakafanye mazoezi ila kwa kufuata protocol za mpira. Kwa hiyo wao wizara kama wizara imefanya kazi yake. Wizara asingeweza kukatalia uwanja. Ndio. Wao wanamruhusu nenda kafanye mazoezi. Lakini protocol za mpira zote zinatakiwa zifuatwe kwa mamlaka za mpira ambao ni bodi ya ligi na TFF. Okay. Na mwenyeji wa mpira na wa mechi hiyo ambayo inafuata. Okay. Eliza, mimi nashukuru sana na tunaweka nukta hapo kwako kama si koma, ili tuhamie kwa Dominic Salamba atueleze kiuchambuzi zaidi, kwa sababu niliwaahidi watazamaji hili ni bonge moja la exclusive kutoka hapa Salamba Media. Dominic Salamba, tulisalimiana bila shaka yoyote, na umemsikiliza mgeni wetu maalum Eliza akieleza kwa undani. Nafikiri Madam Eliza amezungumza vizuri sana. Mambo ambayo ameyazungumza ndio hoja za msingi ambazo kwa mtu yeyote ambaye anatamani kujua ukweli au kujua taratibu angeweza kulilai nazo. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu mambo yote yameanzia kwenye mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 3. Ndio mzizi wa vitu vyote. Lakini sosi kubwa ni klabu ya Simba. Kwa hiyo kuna tarehe 8 alafu kuna klabu ya Simba. Kwa nini pamekuwa pana shida hapo? Kwa sababu aliyeanzisha tatizo au haya mambo ni klabu ya Simba, baada ya kuwa amekwenda kublame au kwenda kulalamika kutokana na kusema kwamba amezuiliwa kuweza kufanya mazoezi na watu ambao wanasadikika kuwa ni watu wa Yanga. Okay. Kama ni makomando, kama ni walinzi au whatever, ni watu wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo maana yake hilo ilikuwa ni sababu ambayo ikapelekea wao waweze kuamini kwamba wamekosa utulivu na kukosa kiao ya msingi ya kuweza kutumia uwanja siku moja kabla ya mchezo kwenye muda ambao unafanana na muda wa mchezo wa siku inayofuata. Okay. Kwa hiyo wakasema kutokana hiko hawakuishia hapo tu. Kwa hiyo wakasema hawatakuwa tayari kucheza mchezo kutokana na kuvunjwa kanuni, lakini pia wakaomba pia wale wote ambao wamehusika kwa namna moja ama nyingine katika kufanya hizo vurugu na haki zimehifadhiwa waweze kuchukuliwa hatua. Hiyo ilikuwa ni statement ya klabu ya Simba. Ndio. Kwa hiyo baadaye ikaja kutokea yale yametokea, akaongea mwenyekiti wa bodi mechi ipo, na baadaye ikaja kutoka statement official ya bodi ya ligi. Sasa wao wakaja na taarifa nyingine ambayo ni tofauti kabisa na kile ambacho Simba walikuwa wamekilalamikia. Okay. Wakasema bwana, leo mchezo hauwezi kufanyika kwa sababu kutokana na taarifa ambazo tumepata na wale maafisa salama wa kiwanja na watu wengine waliahirisha mchezo wakisema kwamba kutokana na sababu za kiusalama ambazo wameweza kuzipata, kwa moja kuna viashiria vya rushwa,
lakini pili kuna uwezekano wa kutokea vurugu katika ule mchezo. Kwa hiyo wakaona kwamba ni vema wakaahirisha mchezo ili wapate nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi na baadaye ripoti itoke kabla ya mchezo mwingine kuweza kutangazwa. Kwa maneno mengine ni kama kuna mwanafunzi ambaye amemwandikia mwalimu barua au message, Yes. kwamba sitaweza kufika shule leo kutokana na matatizo ya tumbo. Alafu mwalimu anasema kwamba hata hivyo leo hii hakuna shule kwa sababu tunaona kuna hali ya mvua. Kwa kumbe shule itakiwa iweze kuahirishwa tu. Kwa hiyo hata kama ungesema, kwa hiyo Simba maana yake kutokana na kile ambacho walikuwa wamekiandika bodi ya ligi, maana yake hata kama Simba wasingeandika ile barua yao ya saa 11 saa 4 usiku, maana yake wao walikuwa hapo kwenye mchakato wa kuahirisha mchezo. Okay. Kwa hiyo mchezo umeahirishwa si kutokana na mapendekezo au shinikizo la Simba, isipokuwa kuna sababu nyingine nje kabisa ambazo zimepelekea mechi nini iweze kuahirishwa. Okay. Kwa hiyo watu tukahama sasa kutoka kwenye malalamiko ya Simba kuweza kujua kama ilikuwa je, yanafaa kanuni au hayafai. Naomba nielewe hapo. Yes. Kwamba Simba wana haki kanuni ya kuweza kukataa mchezo kwa sababu wamezuiliwa tu kuingia kiwanjani, kwa sababu tu wamefanywa vurugu. Hizo sababu zao mbili zinatosha kufanya wao wasusie mchezo. Tukahama huko. Ndio. Na tukaacha na hatuna tena nguvu ya kujidiscuss hilo, tukahamia kwenye sababu nyingine. Kwa sababu ziko mbili. Moja, rushwa; mbili, uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tumekaa tukiendelea kusubiria nini? Taarifa. Okay. Wakati huo Yanga wao wakasema hapana, sisi tunapeleka timu kiwanjani. Of course walifanya yote waliyofanya. Na mechi kweli haikuweza kufanyika. Yes. Na hawakupata ushirikiano wowote. Siku iliyofuata waliandika demand zao kwa upande wa bodi ya ligi, wakitaka wapewe haki yao ya msingi, kwa sababu kwa upande wao hawaoni kama kuna sehemu yoyote ile ambayo ilikuwa inasababisha mchezo uweze kuahirishwa. Lakini ripoti haikutoka, majibu hayakujibiwa. Yanga ndo akaenda kasi, wakaambiwa kwenye shirikisho kwa maana kufuata taratibu. Wakati wanakuja kufanya utaratibu, shirikisho anatangaza mchezo. Kumbuka alisema hataweza kutangaza mchezo mpaka taarifa itakavyokuwa imetoka uchunguzi. Ndio. Kwa hiyo anakuja kutangaza mchezo mwingine wa Juni 15 akiwa ana background zipi? Okay. Akiwa ana hoja zipi? Hiyo ripoti ambayo alikuwa anaitengeneza inasemaje? Sawa, hiyo ripoti ina nguvu gani? Na wale ambao walihusika kwa namna moja au nyingine kuweza kwa mchezo usichezeke wamechukuliwa tu gani? Kwa hapo ndio pakawa pana changamoto. Kwa hiyo nafikiri alichokizungumza ni sahihi kabisa kwamba ni mechi ambayo haiwezi kufanyika kwa sababu kuna mlolongo wa vitu vingi, ukianzia kwa tarehe 8, ukija kwa upande wa Yanga, ukija taarifa ya uchunguzi. Na hili ambalo limetokea sasa ambalo lizungumza hili la hii barua, nafikiri binafsi limenishangaza kwa sababu naona kwamba tunazidi kupuyanga kama sio kupotea. Okay. Kwa sababu naamini kwamba Simba ana wajibu wa kuweza kukaribishwa kwenye uwanja na mwenyeji wa mchezo ambao ni klabu ya Yanga. Yanga ndo anaomba uwanja kwa sababu hiyo mechi namba 184 ni mechi ambayo Yanga ndio mwenyeji wa mchezo. Ndio. Na wenyewe serikali kazi yao ni kutoa tu uwanja. Kwa maana kuangalia bana uwanja utakuwa uko sawa au una shida yoyote. Yaani ni kama ukumbi wa kukodi. Ukisha kodi mwenye ukumbi hawezi kupangia sasa viti hivi vikae huku muziki ufunge hapa. Mimi nishakodi ukumbi. Lakini barua imeenda mbali sasa, inakuja kuzungumzia mpaka mambo ya pre-match meeting. Si unanielewa? Yes, nakuelewa. Lakini pia ukiangalia walipokea barua ya Simba ya kuomba kufanya mazoezi kutokana na mechi gani? Okay. Unanielewa sijui? Mwenye mechi ni Yanga. Je, au hiyo wizara ambao wametoa majibu walipokea barua ya Yanga ambaye ni mwenye mchezo? Inaweza likawa hapana. Kama kupokea barua ya Yanga, kwa nini wanamruhusu Simba kufanya mazoezi kwenye mechi ambayo Yanga hajaomba kiwanja? Hizo gharama za mchezo nani anakwenda kulipia? Kwa sababu ule uwanja unalipiwa. Yes. Simba kama wanataka kufanya mazoezi kwenye mechi ya Yanga na bado wameenda mbali, wanasema mpaka taratibu nyingine za match meeting. Wizara inaingia kwenye mambo ya match meeting.